Na mhubiri wetu wa leo yuko tayari. Mzee Peter Kinyanjui, ninaona bado anaangalia kitu pale, lakini hata hivyo Mzee Kinyanjui, basi hebu tuweke mikono pamoja, tumkaribishe akuja tuletee neno la Mungu. Tafadhali tufanye hivyo. Asante. Asante Bwana asifiwe sana. Tunaweza kupata viti vyetu. Yes, Bwana asifiwe tena. Kwa majina anaitwa Peter Kinyanjui na ninashukuru Bwana kwa sababu ya wokovu wake na kwa sababu ya siku kama hii ya leo nimepata nafasi ya kuja kusimama kwenye madhabahu kwa sababu ya neno lake Bwana. Bwana asifiwe sana. Hii ni siku njema ambayo tumekuwa tukigojea sana. Ni siku yetu ambayo tulikumbusha kwamba tukaweza kusimama na watumishi wa Mungu ambao wanatuhudumu kila wakati na inakuwa ni ya baraka sana. Kwa hivyo siku hii ya leo tutaongea kuhusu kuwakumbuka, kuhusu kusimama pamoja na wao. Ni kwa sababu hao ndio tumepatiwa na Mungu wakati kama huu na nyakati hizi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni ya baraka sana kusimama na watumishi wa Mungu na ni ya baraka. Mimi ni mzee wa kanisa pia na hiyo ni ya baraka kwangu. Siku hii ya leo tunaongea kuhusu kutoa kwa sababu kutoa ni ya baraka. Hakuna kitu ambacho kinakuwa bila kutoa. Hata kule mashambani kwetu wale ambao wako na shamba, ili upate mazao inafaa kwanza upande ndio upate matokeo yake. Kila kitu ukiangalia katika maisha ni mpaka ikue, na kitu kikua lazima kiwe kimepandwa. Kwa hivyo hata kutoa kwetu kuna baraka yake. Wakati tunatoa kwa sababu ya watumishi wa Mungu kuna baraka yake. Tukumbuke ya kwamba watumishi hawa kila wakati huwa wanatulia. Kila wakati huwa wanatujali. Kila wakati tukipeleka hata hoja zetu, si kwamba hawezi kumuomba Mungu, lakini kuna yule ambaye tunaweza kusimama na wao. Kuna yule ambaye tunaweza kusimama na yeye. Na hao ni watumishi wetu ambao tumepatiwa katika nyumba hii. Na siku hii ya leo kasema ya kwamba tutaweza kusimama na wao na itakuwa ni ya baraka sana. Nataka kufungua somo langu la kwanza katika kitabu ya Mhubiri 11 na mstari wa kwanza. Mhubiri 11 inasema namna hii: tupa mkate wako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Inasema tupa mkate wako kwenye maji mengi na utakipata baada ya siku nyingi. Hii inatuambia kwamba tukaweza neno la Mungu ni kama mkate, na tunafaa kutupa kila mahali. Biblia katika kitabu ya Luka, Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mpanzi ambaye alipanda mbegu zake na alitupa huku na kule. Zingine zilienda kwenye mawe, zingine zikaenda kwa barabara, zingine kwenye rutuba mnono, kila mahali. Na mbegu ambazo zilitupwa na huyu mpanzi, Biblia inatuambia zote hazikukua the same. Kuna ile haikukua kwa sababu ilitumwa tu pahali popote, ilitupwa kwenye mawe. Kuna ile ilitupwa kwenye miimba. Kuna ile ilitupwa kwenye barabara. Kuna ile ilitupwa kwenye mchanga mnono. Hii inatufundisha ya kwamba wewe mkate wako
unatupa wapi? Ama kutoa kwako unatoa wapi? Kwa sababu huu mpanzi ni mbegu. Ni mbegu alipanda ama ni mbegu alitupa, sababu wakati ule tukilinganisha na siku ya leo. Siku ya leo vile sisi hupanda, unakuta kwamba wengine kwanza wanachimba mashimo. Alafu wanaenda wakiweka mbegu zao. Wengine wanatumia panga. Anafunua mchanga na panga na anaweka mbegu yake na anafunika. Lakini wakati ule wa zamani unakuta alikuwa anachukua mbegu zake na alikuwa anatapanya namna hiyo, anatapanya. Lakini popote mbegu ilianguka, ilikuwa ama ilimea kulingana na mahali ilitupwa. Bwana asifiwe sana. So inatufundisha nini? Sisi wakati tunatoa wapi? Ni wapi tunatoa ndio tubarikiwe? Sababu kuna sehemu nyingi sana ya kutoa. Katika maisha yetu na wakati kama huu, kuna wahitaji wengi. Nasema wahitaji. Na wangetaka kutolewa. Tukitaka kupanda mbegu yetu kule, itategemea ulitupa mbegu yako wapi. Ndiposa mhubiri anasema ya kwamba tupa mkate wako kwenye maji mengi na utakuja kuikuta baada ya siku mingi. Nakumbuka zamani kidogo mimi nikiwa mwalimu wa Sunday school. Na tulikuwa tunatembea makanisa hapa na pale. Nikafika kanisa moja yetu ambayo ni Agatina. Tulikuwa na walimu kutoka hapa kina Charity na walimu wengine. Na ninakumbuka mama moja akitoa ushuhuda ambao ulitushangaza sisi wote. Akasema kwamba siku kama ya Disemba alienda nyumbani mapema kabla hii tarehe 25 ili aende na arudi kwa sababu ya usafiri wa magari. So akaenda mapema ndio arudi mapema hata kabla ya hiyo siku kubwa ya tarehe 25. Wakati alirudi, akarudi na kuku. Ulikuwa ni ushuhuda wa mama. Na wakati alirudi na kuku, kwa sababu hii kuku haikuzoea weather ya pande hii, ilikufa. Na wakati ilikufa, huu mama alilia sana. Kwa sababu hii kuku alikuwa amepatiwa na wazazi wake ili akuja asherekee siku ya sikukuu. Ni huyu mama alikuwa anatoa ushuhuda. Sasa akasema, akaambia Mungu, kwa nini kuku yangu imekufa? Mimi nilienda nikatumia pesa yote na siku yangu ya kusherekea sikukuu ilikuwa ni hii kuku pamoja na watoto wangu. Huu mama alikuwa anakumbusha Mungu, Mungu kumbuka, mimi nikienda nyumbani nilitoa shilingi 50 ya fungu la 10. Kumbuka Mungu, mimi huwa ninatoa katika miradi mbalimbali katika kanisa. Na hata nikienda nilitoa. Na sasa siamini ya kwamba kuku yangu itafanya nini? Itakufa. Mungu ninakuomba fanya kitu, sababu hatuna kitu kingine, tumetoka nyumbani hatuna pesa. Na kuku ndio hii, hata alikuwa inainua namna hii, kulingana na ushuhuda huo mama. Tulikuwa pale tukiwa na Charles. So, huyu mama alikuwa anauza kibanda hapo, akaenda akachukua pilipili na nyasi kidogo akakatakata, akaweka maji, akashika hapa, akaiweka kwa kuku ambayo imekufa. Bwana asifiwe sana. Hiyo kuku ilipiga chafya mara 3. Chwa chwa chwa. Kuku ikaamuka. Iliamuka kama imeruka, ikaruka juu ya mabati, kaguka pande ule mwingine, kuku ikiwa mzima. Bwana asifiwe sana. Shilingi 50 ilifanya kuku ikaweza kufufuka. Wewe unatoanga wapi? Ni wapi unatoa? Na mama akasema ya kwamba sababu ilikuwa imebakia kama siku 3 ama 4 ndio ile siku ya 25 ifike. Akasema ya kwamba hiyo kuku ilikuwa na afya, ilikuwa mzuri, walikula na wakasherekea. Bwana asifiwe sana. Naye ninakumbuka Abraham. Abraham naye wakati aliambiwa akatoe mwana wake wa pekee, Isaac. Na wakati analaza Isaac kwenye madhabahu, wakati anamlaza pale, anainua kisu ili amchome. Bwana asifiwe sana. Aliambiwa geuka. Mwana kondoo kwa mahali pale, wapi? Ako huko. Kumaanisha namna gani? Wewe wakati unajitolea kumtolea Mungu ama kutoa kwa sababu ya mtumishi wa Mungu,
baraka yako iko wapi? Abraham aliambiwa kwamba geuka upande huo mwingine. Na upande huo mwingine kulikuwa na nini? Na kondoo ya kutoa sadaka. Mungu akamwambia Abraham, kutoka leo nimeona ya kwamba wewe unanipenda sana na wewe ni mwaminifu sana, na kama unaweza kutoa mwana wako wa pekee umchinje kwa sababu yangu, utabarikiwa. Na Abraham akabarikiwa. Hii inatufundisha namna gani? Wewe wakati unatoa kwa sababu ya Bwana, baraka yako Mungu anasema ya kwamba geuka iko pale. Mungu akamwambia Abraham, geuka nyuma uone baraka yako mahali pale. Na mwana kondoo alikuwa wapi? Alikuwa pale. Asubuhi ya leo nataka tusome andiko katika kitabu ya Mwanzo na mstari wa 27. Hapo ndio mafundisho yetu inatoka siku hii ya leo. Kitabu ya Mwanzo mlango wa 27. Nasema ya kwamba ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake imepofuka asione, akamuita Esau mwanae mkubwa, akamwambia, mwanangu. Naye akamuitikia, mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba chukua mata yako, pondo lako na upinde wako, ukaende nyikani, uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile nipendayo, ukaniletee ili nile, na roho yangu itakubariki kabla sijapa. Bwana na bariki neno lako. Huyu ni Isaac ambaye alikuwa ni baba yake, alikuwa ndiye Abraham. Abraham alikuwa anataka kumtoa wakati moja, lakini sasa Mungu akabariki Abraham. Na sasa Isaac amekuwa na sasa amekuwa mzee na anataka kubariki watoto wake. Isaac, kijana wake wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Esau, na wa pili ambaye alikuwa anaitwa Jacob. Lakini Isaac alitaka kubariki Esau. Kwa sababu gani? Hawa watoto walikuwa na kazi mbili. Na Esau kazi yake ilikuwa ni ya kuwinda. Na nikana kwamba alikuwa analeta mawindo mazuri, na alikuwa analetea baba yake kila wakati. Na baba yake Isaac alijua kwa kumletea mawindo mazuri, akikula nasikia vizuri. Lakini naye Jacob alikuwa pale nyumbani, yeye ndio alikuwa ni kama manager wa mahali pale. Lakini hata kama alikuwa ni kama manager, mali yote ilikuwa ni ya baba yake. Alikuwa msimamizi. So sasa Isaac akaambia Esau, enda uniletee mawindo mazuri, unipigie kama ile ambao ninapenda kabla sijakufa. Wakati huu Biblia inasema ya kwamba Isaac alikuwa kipofu, hakuwa anaona. Na sasa siku yake Biblia inasema ya kwamba alitaka kubariki mtoto wake kabla hajafa. Bwana asifiwe sana. Kwa nini alikataa kuita Jacob? Kwa nini alitaka kukataa kumbariki Jacob? Kwa sababu hakuna kitu alikuwa anamletea. Lakini Esau alikumbukwa na Isaac kwa sababu ya kumletea, na hakumletea mara mingi. Isaac alijua Esau amekuwa akimletea kila wakati. Na sasa miaka imesonga, anataka kukufa, macho yake haoni, anataka kubariki mtoto wake. Asubuhi ya leo nataka tujue ama tujifunze kubariki watumishi wetu wakati ni wazima. Kubariki watumishi wetu wakati wanaona. Kubariki watumishi wetu wakati wanatembea. Isaac aligojea mpaka wakati amekuwa mzee. Wakati haoni, saa hiyo ndio anataka kubariki. Bwana asifiwe sana. Sisi tuko na wazazi, sisi wote. Sijui ni wakati gani unaona ni mzuri wa kubariki mzazi wako.
Wakati mzuri wa kubariki mzazi wako ni wakati ako mzima, wakati anaweza kukuwekelea mkono, wakati anaweza kukubariki, wakati anaweza kukuambia ya kwamba niko na mali mahali pale, niko na vitu mahali pale. Wewe ndio mtoto wangu ambao ninajua, wewe ndio ambao unanibariki, wewe ndio unanileteanga hii, niko na mali pale, niko na mali pale, sababu anajua ni kitu gani analetewa. Bwana asifiwe sana. Asifi nikasema ya kwamba kuna huyu former prime minister aliaga, alikuwa anaitwa Baba, na aliaga juzi, na wakati ameaga watu wakaanza kupeleka zawadi. Wanapeleka ng'ombe, wamepeleka buzi, wengi wanapeleka maua, wanapeleka kila kitu kizuri, na si mbaya, ni mzuri. Lakini mali hiyo yote anapelekewa, atakula, itamsaidia ama atafanya nini nazo? Na already amekufa. Nikajiuliza mimi binafsi, si ni afadhali angeletoa wakati alikuwa mzima? Hii inatufundisha ya kwamba kama unataka kubariki mzazi wako, kama unataka kubariki rafiki yako, mbariki wakati yako mzima. Bwana asifiwe sana. Lakini si wakati mtu amezeeka, mtu haoni hata hawezi akatembea. Sasa hiyo ndio namletea maua, sasa hiyo ndio namletea nguo, sasa ndio namletea kila kitu. Jana nilikuwa nyumbani na hata nimefika usiku sana. Kitu saa 6, saa 7. Nilikuwa nimeenda kuona mzazi wangu. Mzazi wangu angali hai na anaelekea miaka 100. Na tulienda kikundi cha watu wengi, my cousins. Na mama ni mzima, hata kama kwa hiyo miaka yote anaweza akazungumza, kubariki, kucheza na kutuambia mambo mazuri. Na nikaambia wale tulikuwa na wao, ni mzuri kupeleka pesa, si mbaya. Ni mzuri hata kupeleka chakula, na si mbaya. Lakini kama utapelekea mzazi kitu ambacho ataona, unampelekea kanguo, unampelekea blanketi, unampelekea sweta, sababu wakishakuwa wazee sana, baridi huwa wanasikia ama wanahisi baridi. Lakini ukimpelekea kitu kama ya kuzuia baridi, huyo mzazi hata akiendelea kuishi atakumbuka ya kwamba aliletewa nini? Sweta ama blanketi. Lakini chakula atakula na malize, na ni mzuri, si mbaya. Kama ni pesa atatumia na itaisha, na si mbaya. Lakini kitu ambacho atakuwa anaona kila wakati, hiyo ndio baraka. Bwana asifiwe sana. So tukanunua, inaitwa buffet ama buffet, kitu kama hiyo. Tukanunua na tukamvika. Huyo mama alifurahi na akasema tuishi miaka mingi hata kuliko yeye. Na yeye ako na miaka 100. So mimi nikajiongezea, kama nilikuwa ninasema nitaenda na 110 kama nani? Nani alikuwa na miaka 110 kwa Biblia? Yule aliwachwa na Musa. Alikuwa ni nani? Hatujui? Kuna mtumishi alisema kwamba ama alienda na miaka 110. Joshua. Na mimi nikasema ya kwamba sababu nilikuwa ninapenda hiyo miaka ya Joshua, wacha niongeze zile mama amesema. Kwa sababu gani? Chochote ambacho kinatoka kwenye kinywa ya mzazi inakuanga na nguvu na inafanya kazi. Sababu ulimi wa mzazi iko na kifo na iko na baraka. So ni jinsi gani tunaweza kubariki wazazi wetu wakati ni wazima. Na si kwamba jana ndio ilikuwa mara yetu ya kwanza, huwa tunaenda. Lakini ni mfano ninatoa ya kwamba tulitoa kitu ambacho hata wakati atapumzika atakuwa anasema tulimletea dufe. Kitu ya kuona. Kwa hivyo wapendwa, tuko na watumishi wetu. Na watumishi wetu tunawajua, wamekuwa kituhudumu, wamekuwa kisimama na sisi. Ukiwa na jambo, si kwamba huwezi ukaenda mbele za Bwana. Lakini ukitaka kulilia mabegani ya mtumishi wa Mungu, unaenda unalilia mahali pale, anasimama na wewe. Na kwa sababu watumishi wa Mungu ambao tuko na wao hapa, hao ndio tumepatiwa siku hii ya leo na wakati kama huu. Hao ni watumishi wetu. Ni manabii wetu. Bwana asifiwe sana. Hao wanaweza kutamka neno na ikafanya kazi. Kwa sababu hao ndio wamepakwa mafuta. Hao ndio wetu ambao tumepatiwa wakati huu, tuwategemee katika maisha yetu. Tuko na watumishi wetu.
Tunaweza simama nao namna gani na jinsi gani? Siku kama hii ya leo kwa mwaka tunakumbukanga watumishi wetu ambao wanatuhudumia. Tunawakumbuka mara moja kwa mwaka. Lakini nataka niseme namna hii. Isiwe tu mara moja kwa mwaka, lakini kila wakati uko na uwezo, wakati unataka kutembelea mtumishi wa Mungu ambaye hao ndio wanatutumikia, mbariki na yeye atakubariki. Bwana asifiwe sana. Ni nani ambaye anayebariki? Ni yule ambaye anaonaye, ambaye ni Mungu wetu. Ukisimama na mtumishi wa Mungu, Bwana asifiwe sana, usigoje wakati ati amezeeka. Wacha nitoe mfano kama na ndugu yetu, sababu ako hapa. Sahi kuna kitu tunampatia sababu tunaona anarukaruka, yeye ni mzima, tunafikiria yeye mzima kabisa. Lakini wakati utampelekea kitu namna hiyo, pesa ni mzuri na chakula ni mzuri, lakini kitu ya kusimama ambaye atasema ya kwamba hata baada ya miaka mingi hii kitu nililetea na mtu fulani, atashukuru. Lakini si wakati kama Isaac, wakati macho imepofuka, macho yake imeisha, hana nguvu. In fact hata wakati mama yake Esau na Jacob, Rebecca akaambia Jacob, nimesikia baba yako anaambia Esau ndugu yako aende amletee mawindo, amtengenezee akule ili aweze kumbariki. Rebecca akasikia, akaambia Jacob, enda kule Geshego. Geshego inaitwa nini? Mahali ng'ombe na mbuzi zinakanga. Si mnajua Geshego? Wende ulete mbuzi ngapi? 2. Na si ati Jacob atengeneze, mama mwenyewe atengeneze. Kwa hivyo mama akafanya hiyo kazi yote. Akatengeneza, akapatia Jacob na akamvalisha ngozi na nguo ya Esau. Corruption. Na ili tujue ya kwamba Isaac alikuwa mzee, wakati ameandaliwa hiyo chakula yote, Jacob sasa ndio anaenda, anajifanya kwamba yeye ndio Esau ambaye alitumwa. Akaambia baba yake sababu alikuwa amelala, sababu hakuwa anatembea, hakuwa anafanya kitu, alikuwa amelala tu. Anaambia baba yake, amuka ukae, ukule unibariki. Bwana asifiwe sana. Alikuwa mzee, hakuwa anaona, hangeona ni nani anamletea zawadi. Yeye mwenyewe ndio alikuwa amesema ya kwamba aende aletewe, na alikuwa ametaja ni Esau. Lakini sasa Jacob ndio analeta, kumaanisha hata akituma Esau, Isaac hangeweza kumuona na macho vizuri. Na hata Jacob wakati alileta hakuwa tabua ya kwamba ni Esau, na akambariki. Na ndio Jacob yeye ndio amezaa wana wa Israeli wote, na ndio ameleta shida huko mpaka saa hii. Bwana asifiwe sana. Tuko na watumishi wetu. Tunawajua. Sisi wote tunawajua. Wapendwa, wacha tubariki watumishi wetu wakati ni wazima. Siku kama hii ya leo, siku kama hii leo ambayo imetengwa, sijui wewe ulikuwa umejipanga namna gani? Na kama ulijipanga. Na kama unajipanga leo, jipanga leo. Na kama wewe ni kesho kutwa ama wiki ijayo ni sawa. Lakini nataka kuongezea kwamba isiwe tu ni wakati mmoja kwa mwaka, lakini wakati wote. Na wewe utabarikiwa. Utabarikiwa kabisa. Bwana asifiwe sana. Tuko na watumishi wetu. Na hawa tunawajua. Tunawajua kabisa mahali wanaishi na matumizi ambao wako nayo ni kama sisi na mapato yao. Lakini wewe unafanya nini? Usibariki mtu ati kwa sababu hana, hata kama ako nayo wewe mbariki tu. Na wakati tunasema ya kwamba tunamtolea Bwana Mungu wetu, si ati Mungu hana. Mara mingi tunasemanga ya kwamba tunaenda kubariki, tunaenda kutoa kwa sababu ya Mungu. Ni kwa sababu ya hawa. Naye Mungu ndio ambaye anabariki. Hii maandiko ambayo iko katika kitabu ya Luka hii kuweka mbegu kila mahali, inategemea sadaka yako unatupa wapi. Sababu huu mpanzi, nasema ya kwamba wakati ule walikuwa wanatapanya namna hii kila mahali. Zingine kwa mawe, zingine kwa mimba, zingine barabara, zingine kwa rutuba mzuri. Zingine zilimea, zingine haikumea.
Nataka niseme ya kwamba kuna mahali unaweza ukatoa na ikose kumea. Lakini mpendwa, nataka tuamini ya kwamba hii ndio madhabahu yetu ya kutoa. Wakati nilikuwa ninasoma kitabu ya Malaki, kuna matoleo aina mingi sana, mingi. Na yote inatolewa kwenye madhabahu. Nataka nikwambia kwamba madhabahu haya ndio yanasimamia neno la Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu anasimama hapa na kufanya kitu na itatendeka, hapa ndio Mungu wako. So wakati unaleta sadaka yako, wakati unaleta fungu lako la 10, wakati unasimama na mtumishi wa Mungu, utabarikiwa. Kwa hivyo hapa nataka kusema namna gani? Tutoe, tujifunze kutolea wazazi wetu. Wazazi wa kwanza wa kutoa, wazazi wetu. Juu sasa kuna vile unaweza ukabarikiwa pia. Wazazi wetu ambao wanatuzaa, kama vile nimesema ya kwamba nilikuwa nyumbani na ninaamini ya kwamba nilibarikiwa. Na mama alisema, kijana yangu, hizi miaka mingi. Hiyo alisema na haiko ya mzaha. Na akaongeza sababu alikuwa na hekima fulani. Na isiwe ni miaka ya shida, alisema na mdomo wake. Na isiwe miaka ya shida. Huyo ni mzazi wangu. So, wakati unatoa sadaka yako, ni wapi unatoa? Asubuhi nikasema ya kwamba kama hapa Nairobi biashara ni mingi na kazi ni mingi sana, mingi. Na unakuta kuna watu wanachukua viwete kutoka nchi jirani hapa, wanaleta viwete na unakuta kwamba hawa viwete wanaletwa na magari makubwa, maprado. Magari makubwa. Huyo anawekwa hapo, mwingine anawekwa pale, mwingine anawekwa huko, na wanaletwa asubuhi saa 11. Na anaanza kuomba. Sasa wewe na ukarimu wako, unatembea, unakuta kimeweka miguu vile tu kinaweka. Na wewe unaweka pesa yako hapo. Sasa si mbaya, lakini mimi siamini. Kuna mahali unafaa kutoa. Kwani huyu mtu kwani alitoka wapi? Huyo ambaye amemleta na Prado, si amtolee ama amsomeshe. Ama ampeleka mahali tu, hospitali atibiwe. Kuliko kumleta kila mahali. Unakuta watu wanaletwa kila mahali, na ukiona ile pesa ambao wanaokota ni mingi kuliko vile wanaishi. Unakuta mtu amevaa matambara, amekaa vile nakaa, na unakuta kwamba ile pesa mingi haimsaidii. Kumbe hiyo pesa kuna yule ambao ni mtu wake amemleta. So hiyo ni kama ile sasa mbegu zingine zilienda wapi? Kwa mawe. Okay, tuko na viwete, kuna jamii zingine wako na viwete kwa nyumba. Ni sawa. Na hao ambao wanashughulikiwa na jamii yao, lakini si kumtoa kwa barabara ati awe akiobaoba. Sioni hiyo kama ni mzuri. Wacha tupeleke sadaka yetu mahali inafaa. Hata kwa Biblia inasema ya kwamba sadaka yenu mtapeleka mahali ambayo itakuwa imetengwa. Mahali sadaka yenu, mahali imetengwa, mahali nyumba imetengwa, hapo ndio mtapeleka sadaka yenu. Kumaanisha hii nyumba sasa ndio imetengwa, tulete sadaka yetu wapi? Hapa. Kama ni kwenda kusaidia viwete, angalia ni kiwete gani utasaidia. Asubuhi nikakumbuka ya kwamba kuna kiwete alikuwa hapa, alichangiwa na walikuwa wanakuja na hii bucket ya 20 liters. Pesa inajaa, inawekwa kwa gunia. Inajaa sababu naye yule anazungumza alikuwa na upako wa kuongea. Anaongea mpaka watu wanasikia, wanaguzwa na wanatoa. Huyo mjamaa nilimkuta Nyahururu tena. The same story. Na wakasema ya kwamba mwingine akasema huyo kijana walikuwa na manga ama anaitokto. Huwa anazunguka namna hiyo. So sasa na wewe unaenda tu unaweka. Afadhali kule hiyo pesa. Kama huko na sukari hata ununua tu. Ni mzuri kama unajua bariki yeye. Kama unajua si kiwete wa kutoka nchi jirani, bariki yeye. Bwana asifiwe sana. Kuna wale ambao ni genuine. Bwana asifiwe sana. Tunataka kusimama na wao kwa sababu hao ndio tunajua ni genuine. Lakini hao barabara wa kuletu, hiyo ndio tunakataa kabisa.
So ninataka kuja tu kwa watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu tusimame na wao. Siku hii ya leo ilikuwa imetengwa kwa sababu ya kusimama na wao ili tukaweze kuwabariki. Na tuwe tunawabariki kila wakati na itakuwa ni ya baraka sana. Kwa hivyo wapendwa, hiyo ndio yangu tu ninaweza nikasema asubuhi ya leo. Nimesimama hapa kusema ya kwamba hii ni siku yetu ya kukumbuka watumishi wa Mungu. Tukaweza kusimama na wao siku hii ya leo. Na kama si siku ya leo, kila wakati. Nikisoma katika kitabu ya Mwanzo mlango wa 22. Abraham aliambiwa na Mungu ya kwamba enda ukanitolee mwanao ambao unampenda sana. Na ukiangalia mahali Abraham aliambiwa aende atoe sadaka mtoto wake, ilichukua siku 3. Hii ni kumaanisha ya kwamba wakati unaambiwa utoe, wewe unachukuaga siku ngapi kutoa? Unachukuanga siku ngapi? Abraham wakati alitoa, sababu Abraham alikuwa ni tajiri sana. Na alikuwa na watu wengi na alikuwa na mali mingi. Na Abraham alikuwa na kilio. Hii mali yangu ni nani nitamridhisha hii mali yangu? Ni nani nitawachia hii mali yangu? Baada ya maombi mengi, Abraham akapata mtoto kutoka upande wa nje. Mungu alimwambia baraka zako utapatia mtoto ambaye itatoka kwenye viuno vyako. So baadaye Abraham akapata Isaac. Bwana asifiwe sana. Na hata wakafurahi. Abraham alikuwa na miaka 100. Naye alikuwa na Sara alikuwa na miaka kama 90. Sasa wakati walipata Isaac, hawakuamini ya kwamba watapata mtoto mwingine. So huwa alikuwa tu ni mtoto wa pekee kwa sababu walipata katika uzee wao. Na sasa Mungu anasema ya kwamba mtoe sadaka. Na alikuwa ni kijana mdogo. So hiyo ikaleta kuchanganyikana kwa akili ya Abraham. Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu anamwambia toa mtoto wako umpendaye sana, mtoto wako wa pekee. Ndivyo imeandikwa. Abraham hakusita. Hata hakuambia Rebeka. Alichukua tu Isaac na akachukua vijana wawili na wakaanza safari. Safari ilikuwa ya siku 3. Wewe wakati unaambia utoe, unachukua kwa muda gani? Abraham alichukua siku 3 sababu alichanganyikiwa. Niende nisiende. Niende nisiende. Lakini tu akienda akafika mahali akaona mahali mbali, akamwambia hawa vijana ketini hapa. Twende tukamtolee Mungu sadaka alafu tutarudi. Na nakuta naye Isaac anaambia baba yake, kuni ziko hapa na moto ndio huu. Sadaka ya kuteketezwa iko wapi? Na Abraham akamwambia kwamba Mungu atajipatia. Wakati wamepanda hiyo mlima na ametengeneza madhabahu na ameweka kuni na amelaza Isaac mahali pale, na kitu inanishangaza wakati wote wakati alikuwa anafungwa macho ama kufungwa mikono na kuwekelewa juu ya kuni, Isaac hakuongea. Lakini wakiwa kule chini alikuwa anauliza sadaka iko wapi ya kuteketezwa. Sasa wakati Abraham anachukua kisu ili awaachilie aue mtoto wake, Mungu akamwambia tazama nyuma. Kwa hivyo baraka yake ilikuwa wapi? Ilikuwa nyuma. Akaona kondoo. Hii inatufundisha ya kwamba wakati unatoa kwa moyo wako wote na unatoa chochote kile, baraka yako tazama nyuma. Abraham akaambia kwamba tazama mwana kondoo. Bwana asifiwe sana. Na Mungu akasema ya kwamba nimeona wewe unanipenda sana. Kama haukuachilia, kama haukuzuilia mtoto wako wa pekee ambao unampenda kubarikiwa, utabarikiwa. Kwa hiyo inatufundisha namna gani? Neno la Mungu ni lile jana, leo na hata milele. Kama Mungu aliambia Abraham atambariki, hata sisi tukizoea kutolea Mungu, baraka zetu haziko mbali, ziko tu hapa. Ni kufunguka tu macho. Unafunguka macho na unaona baraka zako ziko wapi? Ziko hapa. So ni mzuri kutolea wazazi wetu, pia ni mzuri kusimama na wazazi wetu wa kiroho.
Hiyo ni ya baraka na inafungua milango mingi. Baraka ingine ni community na uko nje. Lakini ya muhimu sana ni katika nyumba ya Mungu. Hiyo ndio inaweza kutufungulia milango. Kumbuka huyu mama aliomba akiambia Mungu ya kwamba akienda nyumbani alikuwa ametoa shilingi 50. Na sasa kuku yake imekufa. Aliamini ya kwamba Mungu atafanya kitu. Na kuku ilifufuka na wakaikula baada ya siku 3. Bwana asifiwe sana. Ninataka kumaliza na ushuhuda wangu. Na kwamba mimi pia nilikuwa na shida. Kuna wakati nilikuwa na shida katika nyumba yangu. Wakati huo nilikuwa nafikiri tulikuwa tumejaliwa na watoto 2 ama 1, sikumbuki. Lakini miaka ya zamani tukawa na shida ile kubwa. Na tulikuwa tunafundishwa kuhusu kutoa. Na mimi nilikuwa ninaambia Mungu sasa kutoa hii. Na ninaona watu wakitoa, mimi sioni kama nikiweka pesa yangu nitapata ingine. Nikawa sasa na shida na kutoa na sikutoa. Lakini siku moja tukakaa kama siku 3 hatujakula chakula hapa tu. Na siku hiyo tu nilikuwa nilikuwa mwalimu wa Sunday school na nilikuwa asha pia. Siku moja nikatafuta pesa ya mama sababu alikuwa anafanya biashara na nikachukua 100 na sikumwambia sababu sikuiba lakini nilichukua. Kuna kipindi nilikuwa nimeambia kwamba kuna mahali panaitwa casino. Na ukienda uweke pesa yako mahali pale, pesa itatoka kama mchanga. So nilibidana na pesa ya mama nikachukua 100, nikawacha akitafuta na nilikuwa na 20 bob. So 20 bob nikapanda matatu, nikaenda mpaka town, nikaulizia casino iko wapi. Nikaambia usijui kipita museum, upita namna hiyo barabara na huko utapata museum. Utapata casino. So nikaenda mpaka namna hiyo, nikaingia casino, nilikuwa kijana. Kuingia casino nikakuta mashini mingi sana za kamari. Na niko na 100. Sasa ambao imeisha sababu ilikuwa fair. Na niliamini ya kwamba nikiweka nitakuja na mapesa mingi hata nitakuja na tax. So nikaenda nikazunguka hiyo nyumba ni kubwa ni kama ya mviringo. Na nikaona mzungu mmoja amekaa kwa mashini kubwa namna hii. Anaweka pesa, anaweka. Wakati waliweka kuna kipindi pesa ilitoka mingi sana. Ilijaa basin. Mingi zaidi. Nikasema sasa hii ndio mashini sana nilikuwa ninadunda. Hii atatoka saa ngapi na mimi niweke yangu. Niliweka. Wakati niliweka 100 yangu hapo, mashini kasimama na ikanyamaza. Na hapo ikaandika game over. Game is over, kitu kama hiyo. Sasa mimi ninajaribu kutingiza. Pesa itoke na sasa wale watu wakakuja wakaniambia wewe kijana ni nini? Nikamwambia niweka 100 yangu hapa haijatoka. Kaambia hapa imeandikwa nini? Game is over. Nilianguka chini nikatoa pale nje. Saa hiyo ni saa 12. Nitatoka Westlands town mpaka Dandora. Nilikuwa ninafika saa 4 usiku. Siku 2 sikwenda kazi. Wakati nilifika hiyo usiku mama ananiuliza umako nilikuwa hapa tu. So ninataka kusema nini? Kuna mahali ya kutoa? Mimi nilikuwa ninapanda kwa mawe. Haikutoka. Ilikuwa game over. So siku nyingine mama anatafuta pesa ananiambia si tunakuanga na wewe. Na mimi naambia hata watoto tuko na wao. Lakini watoto walikuwa wadogo. So sikumwambia mpaka sasa sijamwambia. Na ukimwona usimwambie. Sababu Mungu ametubariki. Ninataka kusema nini? Kuna mahali ya usitapanye tu namna hii. Enda na mtaratara. Enda na utaratibu ukijua ya kwamba tulianza kusoma ya kwamba Mhubiri 11 mstari wa 1 tampanya kwenye maji mengi. Na baada ya siku moja tutakuja kuvuna. Bwana awabariki sana. Amen. Okay, asante, tumuongezee makofi mhubiri wetu.